Lakini pia niendelee kuwashukuru kwa kuendelea kumuunga mkono rais wetu na serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa na nzuri ambazo ameendelea kuzifanya. Sisi tukiongea, jamani, tumepewa miradi hii, tumefanya hivi, naona makundi yamesha daka, nayo yamechukua kipengele kinachowahusu na kujipambanua kwa kwenye hili. Kwa kweli serikali ya awamu ya 6 imetutendea mema. Kwenye hili Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametufanyia mambo makubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hamna serikali ambayo inapenda kuongoza watu ambao hawajali wala hawaithamini. Hakuna serikali au kiongozi ambaye anatamani aongoze watu ambao hata hawajui shughuli anazozifanya kwa ajili yao, sababu sisi ni binadamu. Mwenyezi Mungu anatufanyia mema, labda hata atudai wala atukumbushi. Tangia hata asante atukumbuke kusema, lakini anaendelea kutubariki tena. Lakini binadamu ukimpa tu mtoto anambia, "Wewe, mbona hujasema asante?" Unamrudisha. Kwa hiyo hajasema mtoto tu nyumbani kwako. Sasa fikiria wewe umefanya hata mambo makubwa kwa watu wengi, hata usikia hata mmoja akisema kwa kweli tunashukuru. Sababu sisi ni binadamu, basi tuna matamanio yetu kama binadamu. Lakini sisi watu tunasema kwa kazi kubwa sana aliyofanya rais wetu, hata yeye asipokuwa na moyo huo wa kutaka asante, tunajiona tunayo sababu ya kumwambia asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo na mambo matatu hivi ambayo nitaomba niaseme mbele yenu. Mojawapo ni hili liloko mbele yetu sasa mwaka huu 2025, swala la uchaguzi. Nitoe shukrani kwenu kwa sababu mwaka 2024 tulikuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo uchaguzi ule tulifanya kwa amani na utulivu, lakini pia tulifanya vizuri sana mkoa wa Dodoma. Najua si kwa ajili yetu, kwa sababu na nyie mshiriki kikamilifu kwenye kutoa hamasa mbalimbali. Kwanza zoezi la kuandikisha Dodoma tulifanya vizuri sana, watu wengi walithubutu kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura. Lakini kizuri kuja wakati wa kwenda kupiga kura, watu wengi walijitokeza kwenda kupiga kura. Kwa hiyo tulivunja historia ya nyuma ambayo Dodoma haikufanya vizuri kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwa watu kutojitokeza kwa wingi. Lakini najua ni kwa sababu kila mtu alihamasisha kundi lake, wenzake na nini, mambo yakaenda vizuri. Asanteni sana. Kwa hiyo kuanzia tarehe 16 hadi 22 mtakuwa mmesikia hata matangazo. Zoezi hilo litaanza yani kuanzia kesho. Kwa hiyo tunatamani kila mtu, kijana ambaye alikuwa hajawahi kupiga kura nyuma, sasa hivi ana umri wa kupiga kura, aende akajiandikishe apate kadi ya kupigia kura. Lakini mtu aliyekuwa na bahati amehamia Dodoma sasa, au iliyopita alipigia kura kwingine, mwaka huu atakuwa Dodoma wakati wa mwezi wa 10, basi aende pia akaboreshe daftari lake kwa kuhamisha taarifa zake na mpiga kura. Lakini kama ulikuwa na tatizo jina lako lilikosewa, sijui au ulikuwa unaumwa na nini, vitu vya namna hiyo, basi ni wakati sahihi sasa wa kurudia kwenda kuhakiki na kuboresha taarifa zako. Zoezi hili halifanyiki kama lilivyofanyika wakati ule wa kwanza, kwa sababu ni marudio tu kutoa nafasi kwa wale ambao hawapata fursa. Itafanyika kwa ngazi ya kata. Kwa hiyo vituo vile kwenda kwenye mitaa, si kwenye vijiji, havitakuwepo. Sababu tunaamini jamani wachache, basi kila mtu awajibike kusogea pale kwenye ofisi za kata. Kwa kata kubwa imewekwa vituo viwili, lakini kata za kawaida imeweka kituo kimoja kwenye ofisi ya kata. Kwa mimi mojawapo ni kutoa shime kwenu kwa kama tuna mtu ana sifa za namna hiyo, na kijana nyumbani yako na mdogo wako huyu hajawahi kupiga kura, muhimize aende kujiandikisha. Lakini kama kuna mtu ana sifa za kuhamia na nyingine, tuhakikishe anaenda kuboresha taarifa zake kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Lakini jambo la pili kwenye uchaguzi huu ni haki ya kugombea. Tunajua kwa tunao viongozi ambao wanategemea kumaliza muda wao sasa. Kwa hiyo kutakuwa na fursa sasa kila Mtanzania tena mwingine ambaye anajiona ana sababu au ana hamasa ya kutaka kuongoza wenzake. Maana hamasa ya kuanzisha vikundi na kuongoza ni kubwa. Nafikiri hamasa hii pia itaenda na kwenye uchaguzi sasa, sababu kule ndio unaongoza vizuri katika serikali. Kwa hiyo kama unafikiri una sifa, natamani kwenda, ni haki yako kwenda kuchukua fomu na kujaza na kuthubutu. Sasa mengine atafuata, lakini hatua ya kwanza ni kwenda kuchukua fomu. Na kupata kura na kutopata na husu wajumbe. Hayo tunawaachia.
Kwa hiyo ni haki yetu, lakini tumesema pale kwa Samia tumwachie haki yake. Hapo wengine na tumepata bahati jimbo la Dodoma limegawanywa, huenda kuna jimbo hapa litakuwa halina mwenyewe wa kugombania kweli kweli. Kama akiingia naye huko, basi kama ni neema yake Mungu amempangia atapata. Kama jina lilivyo la neema. Kwa hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni kwenda kupiga kura siku ikifika, tukitangaziwa sasa leo ndio jamani siku ya kupiga kura tarehe ngapi, mwezi wa 10, na jimbo inakuwa mwezi wa 10, tutasikia tume watatuambiaje. Huu ni wajibu muhimu sana. Sasa huu tunarudia na mwaka jana tulirudia sana, kwa 2020 tulinyoshewa sana kidole. Kwanza waliojiandikisha walikuwa ni 72% ya wale ambao walikuwa na sifa za kujiandikisha. Kwa kuna watu wa kujiandikisha wakati wamefikia umri. Hizi takwimu tunazipata kwenye sensa, tunajua wangapi hapa Dodoma kutokana na takwimu zile wana miaka 18 na kuendelea. Lakini tena kutoka wale 72 waliokuwa wamejiandikisha walienda kupiga kura ni 20% tu Dodoma jiji. Kwa mkoa mzima wa Dodoma ni 45%. Kwa hiyo kuna 65% kwa mkoa mzima walikuwa na kadi alafu wakwenda kupiga kura. Kwa Dodoma jiji 80% walikuwa na kadi alafu wakwenda kupiga kura. Sasa pale tulionyesha kidogo kama demokrasia hatujaielewa vizuri sana. Haki yetu ya msingi ya kidemokrasia hatujaielewa. Sababu mtu ana kadi alafu anasema bwana atamchagua. Na mimi najua hata mwaka huu inaweza ikatokea baadhi ya maeneo. Mfano mdogo tu, watu wanasema Mavunde anakubalika, si ndio? Kwa hiyo wakati mtu anasema bwana atapata tu, siwaende atapata. Sasa atapata kwa kura za nani ya kwako hujaenda kuipeleka? Mheshimiwa Samia atapita tu, hana shida, atapita tu, afu mwenyewe uende kumfanya akapite. Sasa hiyo wewe inaleta athari kubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu kwenda mwenyewe kudhibitisha kile ambacho unakitamani ukitokee. Usimwachie mwingine hilo jukumu. Kwa mimi niwaombe, mwaka huu tumezamilia, tunasema Mheshimiwa Samia ashinde kwa kishindo. Hicho kishindo hakiji kwa 20% kupiga kwa niaba ya 80%.